bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele, bila kusahau kulike, kucomment na kushare. Hii ni Umela Media. Sakata la mchezaji Damaro Kamara bado limezidi kuteka vichwa vya habari kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na Simba Sports kupeleka mashtaka yao pale TFF wakidai kwamba huyo mchezaji sio raia wa Tanzania na bado hana vibali vyote ambavyo vinamruhusu kuchezea ligi ya Tanzania kwa maana NBC Premier League pamoja na michuano yote ya ndani kama raia wa Tanzania. Hizi ni habari ambazo zilibuliwa na mchambuzi wa soka Wilson Oruma akieleza kwamba Simba wapo kwenye mchakato wa kwenda kushtaki sakata hilo kwenye vyombo vya michezo nchini Tanzania, na ikishindikana wapate kwenda kwenye ngazi ambazo zinafuata. Sasa Farhan Kiham, bila shaka utakuwa unamfahamu. Huyu ni moja kati ya wachambuzi wa soka, lakini ashajiweka wazi pia kwamba yeye ni shabiki kindaki wa Simba Sports. Ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kuhusiana na kile ambacho ameelezwa na mtaalamu au mtaalamu wa sheria za mpira na majibu ambayo ameyapata. Acha kwanza ni kusomea kile ambacho amekiandika, alafu tuende mbele tuone tunafanyaje. Nimejaribu kumuuliza jamaa yangu mmoja amesomea sports law huko nje, sio Mtanzania, hivyo naamini amejibu kitaaluma zaidi baada ya kumwelezea sakata zima la Mohamed Damaro. Baada ya maelezo nilitaka kujua, je, vyovyote itakavyotokea Yanga anaweza kupata adhabu yoyote ama anakosa lolote? Majibu ya mtaalamu wa sheria ni kama ifuatavyo. Acha kwanza katika hilo swala, ziondoe klabu zote katika sakata hilo. Mtoe Yanga na huyo Singida uliyemtaja kuwa hizo sio mamlaka za uraia bali klabu za mpira. Pili, mizani wakati TFF na serikali kupitia uhamiaji, ambapo TFF sio idara ya uhamiaji, naye anapokea maelezo ya mchezaji akiwa na pasipoti yake kuonesha uraia wake. Yeye jukumu lake TFF ni kumuingiza katika mfumo tu wa TMS. Akaendelea mtaalamu huyo wa sheria za michezo akasema kwamba sakata hili lingekuwa timu ya taifa ingekuwa shida, ila ngazi ya klabu hakuna shida yoyote kwa sababu amebadili uraia, amepewa hati na Yanga wakisha malizana naye ni mfumo unafanya kazi ili wapate leseni. Mfumo upo katika TMS, hivyo lazima data ziwe sawa hapo, ambapo endapo chochote kikitokea hakuna matokeo ya mpira yataathirika wala Yanga kuwa matatizoni, bali TFF ambaye atawajibika kwa serikali ambao watatoa maelezo. Kama haitoshi, akanipa mfano wa nchini kwao huko Spain akisema kwamba kaka, huko kwetu kuna sheria ya idadi rasmi ya wachezaji wa kigeni, yaani mchezaji ambaye hana passport ya Umoja wa Ulaya anahesabika wa kigeni. Mfano Lodi amemtolea mchezaji anaitwa Rodrigo wa Kinavin na wana uraia wa Spain, wamechukua ili kukidhi vigezo vya wala hawajakaa miaka kuwa na sifa za kucheza Madrid na nation team kucheza ingekuwa sawa lingine pia. Amemaliza bana. Kwa hiyo yameeleza kwamba Yanga bado ataendelea kuwa salama kwa vyovyote vile, kwa sababu Yanga wenyewe sio mamlaka ya kuthibitisha uraia. Mchezaji amekuja na vielelezo kwamba ni Mtanzania, huwezi ukaendelea kumlazimisha. Kwa hiyo bila shaka majibu itakuwa umeyapata kwa wale ambao bado wanaendelea kuuliza kwamba Mohamed Damaro Kamara inakuaje. Nakumbuka kwamba pale Young Africans ashapewa kabisa kwamba ashatambulishwa kwamba yeye ni Msukuma bwana, Msukuma kutoka Mwanza. Na nikukumbusha tu kwamba mchezaji huyu hajaanzia Young Africans. Alianzia pale Singida Black Stars. Alivyotoka tu kutoka kule Guinea, Singida wakafanya utaratibu wa kumbadilishia uraia na walikuwa wachezaji watatu. Taarifa zikatoka kwamba tayari swala la kuhamishwa, swala la kuwa raia wa Tanzania limeshakamilika na vitu kama hivyo. Kwa hata Yanga wakati wanaenda kumsajili, wamemsajili kama mchezaji wa Kitanzania. Unaona balaa linavyokuwa hapa bwana. Na tayari ameshazima mechi kadha za kitaifa na hata kimataifa.
Na tukiangalia zile klabu nyingine, wewe umesikia Al Ahly wanalalamika kwamba Young Africans wamemchezesha mchezaji ambaye labda ametambulishwa kama akiwa mzawa, kumbe sio mzawa, au labda CAF kule kwenyewe unaweza kuona taarifa zake zimekwenda kama mchezaji wa kigeni au mchezaji wa Tanzania au sio Tanzania. Kwa unakuta kwamba bwana, mambo ni mengi, muda ni mchache. Kwa hata dabi ya Kariakoo anaenda kuzima kama kawaida. Hebu niwekee maoni yako hapo chini kuhusiana na sakata hili, unalionaje na wewe una mtazamo gani? Andika hapo chini. Usisahau pia kubonyeza neno subscribe, mambo yatakwenda vizuri zaidi.